Baada ya Disemba 9 kuendea vibaya mwanaharakati Mange Kimambi, sasa amekuja na mbinu mpya. Video hii inaeleza mbinu hizo zote na inaeleza sababu zilizofanya ashindwe katika harakati zake. Ungana nami twende moja kwa moja. Kwanza tuanze na mbinu ambazo ni mpya amekuja nazo mwanaharakati Mange Kimambi baada ya Disemba 9. Mbinu ya kwanza aliyokuja nayo Mange Kimambi, moja, ameanzisha uhasama na Wazanzibari. Anawalaumu Wazanzibari. Anatoa hoja kwamba usalama wengi wamejaa Wazanzibari. Sasa tuhuma za aina hizi huwa si mpya. Tunakumbuka John Pombe Magufuli alituhumiwa kwamba amejaza Wasukuma mpaka ikafikia hatua ya kusema Sukuma gang, vitu kama hivyo. Sasa pengine kauli hizi huwa zinasababishwa na watu kutokufahamu usalama wa taifa anapatikanaje. Pengine watu huzani usalama wa taifa ni kwenda kumchukua tu jamaa yeyote ukamweka pale ili aweze kufanya kazi hiyo. Nadhani tutatengeneza makala za kueleweshana mtu mpaka anakuwa usalama wa taifa anatakiwa apitie hatua gani. Tusije tukachanganya usalama wa taifa na wapambe. Sasa hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, Mange Kimambi anatumia mbinu ya kuwagawa watu. Sasa hataji sana Tanzania, anaona tukitaja Tanzania anaona ngoma ni ngumu. Sasa anajaribu kuwagawa watu, kwa sababu ukiwagawanya watu wanapokuwa si wamoja inakuwa ni rahisi sana kuwarubuni na kutekeleza azima yako. Sasa anatumia mbinu ya kutumia maneno kama watu wanapigania Tanganyika. Mwalimu Nyerere amewahi kusema ukiibua Tanganyika unaua Tanzania. Hakuna Tanzania Tanganyika ikisimama. Tanzania manake lazima Tanganyika iondoke. Kwa hiyo anajaribu kuwagawa watu kwa kuwaambia kwamba sasa wapiganie Tanganyika. Kwa hiyo inatengenezwa vita mpya, vita ya kupigania Tanganyika. Anajaribu kuwagawanya watu. Ni mbinu hii ya kujaribu kuwagawanya watu. Lakini Mange Kimambi anakuja na mbinu mpya, anakuja na mbinu ya kumlaumu baba wa taifa, kumlaumu Julius Kambarage Nyerere. Mange Kimambi analalamika, anasema kwamba Nyerere alitengeneza vikosi ambavyo havina uhusiano. Anasema vikosi hivi havina uhusiano, vimetengenezwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akijaribu kutoa mifano kwamba mtu mwenye bunduki hana risasi, mwenye risasi hana bunduki, mwenye kifaru hana ammunition, na mwenye ammunition hana kifaru. Ammunition ni makombora yale yanayokuwa kwenye kifaru. Kifaru huwa kinakuwa na watu wanne, kuna dereva, kuna mtu anayeweka ile makombora, kuna mtu anayepiga. Kwa hiyo ndani ya kifaru sasa anasema kwamba mwenye silaha hana, mwenye nini hana, sasa anapeleka tuhuma zake kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini Mange Kimambi anajisahau kidogo anapozungumza. Maneno yanamponyoka maneno. Anasema jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi yote. Linamponyoka neno hilo. Anaponyokwa tena na neno jingine Mange Kimambi anaposema ni jeshi zuri. Tena anasema ni jeshi la ajabu. Ni kweli jeshi la wananchi Tanzania kwa sisi ambao tunalifahamu. Msikilize mwalimu. Jeshi la wananchi Tanzania kwa sisi ambao tunalifahamu ni kweli ni jeshi la tofauti kuliko majeshi yote. Pengine ukiangalia majeshi yote duniani, jeshi la wananchi Tanzania ni jeshi ambalo lina muundo wa pekee yake. Na ambacho watu hawakifahamu, baadhi ya misheni zilizofanywa na jeshi la wananchi Tanzania zinasomwa mpaka Marekani, katika vikosi vya Marekani. Kuna mission ipo, siku nitawaletea, zinasomwa. Muundo wa jeshi la Tanzania, nidhamu la jeshi la wananchi Tanzania ni mada
Urusi, ni mada China, ni mada Uingereza, ni mada Marekani. Namna jeshi lilivyosukwa, namna vijana walivyo wazalendo, namna vijana wanavyoipenda nchi yao, ni ngumu sana kuwarubuni wakaenda kinyume na kiapo chao. Kwa hivyo Mange Kimambi anaufahamu ukweli huu. Sasa ili kupambana na ukweli huu ni kujaribu kuwadanganya, ni kujaribu kuwawekea maneno mengine, lakini ni ukweli ulio wazi. Huwezi kulinganisha kabisa jeshi la wananchi Tanzania ukalinganisha labda na jeshi la Kongo, huwezi kabisa. Huwezi kulinganisha jeshi la wananchi Tanzania ukalinganisha na jeshi pengine la Burundi. Jeshi la wananchi Tanzania, msikilize mwalimu umwamini, jeshi la wananchi Tanzania linasimama ngazi moja na jeshi la Marekani, linasimama ngazi moja na jeshi la Uingereza. Jeshi la wananchi Tanzania linasimama ngazi moja na jeshi la Urusi. Nadhani mliona nani huyu bwana ambaye alikuwa Mrusi huyu Prigozhin, jeshi la Urusi jinsi ambavyo alivyojaribu kugeuka na kushambulia, namna ambavyo walitoka, namna ambavyo walishughulikia jambo lile. Kwa hiyo jeshi la wananchi Tanzania ni jeshi la tofauti kweli, kama jinsi ambavyo Mange Kimambi alikuwa akijaribu kuzungumza. Ni jeshi zuri sana. Tafuta majeshi mazuri duniani, jeshi la wananchi Tanzania lazima liwekwe, na kilichofanywa na jeshi la wananchi Tanzania kinasomwa ulimwenguni katika majeshi mengine. Case study, jeshi la wananchi Tanzania ipo. Kwa hiyo Mange Kimambi analifahamu hilo na anajaribu kuja na kauli za kumlaumu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo kiukweli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndio amechangia kuwa msaada mkubwa katika kulitengeneza jeshi la wananchi Tanzania kuwa vile ambavyo lipo sasa. Ingine mbinu mpya ambayo pia anaitumia Mange Kimambi, anakuja na mbinu ya kujaribu kuikosanisha Tanzania na jumuiya za kimataifa. Ameanza kufanya kazi hiyo ya kujaribu kuikosanisha Tanzania na jumuiya za kimataifa. Anazungumza na jumuiya za kimataifa kwa kueleza ujumbe kuhusu kuibana Tanzania, ujumbe kuhusu kuichukulia hatua Tanzania, lakini jumuiya za kimataifa huwa haziendeshwi kwa mihemko. Sasa niliahidi kwamba nitaeleza nini kimefanya Mange Kimambi harakati zake hizi zionekane kushindwa na zishindwe. Nini kimepelekea kuanguko hili la ghafla la Mange Kimambi? Sababu ya kwanza ambayo imesababisha Mange Kimambi aweze kupuuzwa ama anguko hili la Mange Kimambi ni kwamba Watanzania sio wajinga. Watanzania sio wajinga. Wanafahamu kwamba huu ni uongo na huu ni ukweli. Wanajua ukiwaeleza uongo wanafahamu huu ni uongo, wanafahamu huu ni ukweli. Wanajua si kwamba eti Watanzania hawajui hiki unachosema ni uongo ama ni ukweli. Kwa mfano, Watanzania wengi wanadhani ukiwa na channel inayotukana, inayotoa matusi, basi ndio utapata watazamaji wengi, ndio utapata subscriber wengi. Lakini unaweza ukazungumza ukweli kama Mwalimu Makoba anavyozungumza ukweli, na watu wapo wanatazama. Nazungumza ukweli tu, lakini watu wanatazama. Kwa hiyo Watanzania wanajua kuchambua kwamba ukweli huu uongo, na wanapenda uongo. Si kweli tumedanganywa kwamba eti Watanzania wanapenda uzushi, Watanzania wanapenda udaku, Watanzania wanapenda uongo. Sasa itazame chaneli yangu afu itumie kama mfano. Mimi sidanganyi, nakuja na habari za kweli tu. Sasa kwa nini watu wanaangalia? Kwa nini watu wanatazama? Na kuna mtu kaniambia kwamba ndani ya miaka 10 channel ya Mwalimu Makoba inaweza ikamshusha miladi yayo. Sasa tusifike huko. Sasa Watanzania sio wajinga, wanafahamu kwamba huu ni uongo na huu ni ukweli. Sasa Mange Kimambi amekuwa na kauli ambazo mtu yoyote timamu hawezi kukubaliana naye. Lakini pia Instagram walipofungia akaunti yake ilisaidia sana kueleza watu kwamba anachozungumza mtu huyu si kweli. Akaunti ya Mange Kimambi haijafungwa eti kwa sababu ya shinikizo la Tanzania. Meta wanaomiliki Instagram hawawezi kufungia akaunti ya mtu eti kwa sababu ya shinikizo la serikali. Watafungia akaunti ya mtu kwa sababu amevunja sheria zao. Unaweza tukaripoti, mtu anaweza akaripoti, lakini watachunguza ni kweli kinachoripotiwa ni kweli kavunja, ni kweli. Kwa hivyo Watanzania wamejua kwamba hii ni kweli, hii si kweli. Wamefahamu hilo.
Na niliwahi kusema vita vya mtandao havipigani kwa kuuzima mtandao. Ukiuzima mtandao, uongo utakuwa mwingi zaidi. Itaonekana huyu anachosema ni kweli na wewe unafanya kujihami. Vita vya mtandao vinapiganwa huko huko mtandaoni. Atasema uongo, watu watakanusha. Watu wanafahamu kuchambua. Watanzania ni miongoni mwa watu wenye IQ kubwa duniani. Ni miongoni mwa watu wenye akili duniani. Wewe wanajua kuchambua ukweli. Wanajua kuchambua huu ni ukweli na huu ni uongo. Huwezi kuwadanganya Watanzania. Kwa hivyo Watanzania wamejua ukweli. Hiyo ni sababu ya kwanza ya anguko la Mange Kimambi. Sababu ya pili, Watanzania wameamua kuchagua busara badala ya kuchagua hisia. Watanzania wamechagua busara badala ya kuchagua hisia. Maandamano yanaweza yakaonekana ni mazuri, na unapotangaza kuandamana unaweza kuonekana shujaa. Lakini ukitumia busara ukaweka hisia pembeni, ukaweka hisia za hasira pembeni, hisia za kutaka sifa ukaziweka pembeni, hisia za kutaka umaarufu wa ghafla ukaziweka pembeni, maandamano yana hasara. Kwa hiyo Watanzania wamechagua busara, wametumia busara katika kuchambua mambo. Tazama tu kwa kipindi hiki cha vurugu kidogo hizi ambazo zimetokea. Tumeshuhudia watu wakihama Dar es Salaam. Watu wameikimbia Dar es Salaam. Tumeshuhudia tiketi zikikosekana za magari ya kwenda mkoani. Tumeshuhudia watu wakigeuka nyumba zao wakizigeuza magenge. Mtu ananyanya tenga 6. Lakini tumeshuhudia watu hawaendi kazini. Sasa haya mambo yanaua uchumi. Usipoenda kazini leo, usipoenda kazini kesho, usipoenda kazini kesho kutwa, uchumi unakufa. Tumeshuhudia biashara zikishindwa kufunguliwa kwa sababu watu wana hofu. Sasa Watanzania wameamua kutumia busara. Wamechagua busara badala ya hisia. Wamechagua busara. Hiki ndiyo kimepelekea Mange Kimambi aweze kupuuzwa. Sasa wananchi wamechagua njia ya mazungumzo, wamechagua njia ya maliziano na viongozi. Sasa viongozi nao wasijisahau, sasa waendelee na utaratibu wa kuwasikiliza wananchi na wakumbusha njia pekee ya kuzuia maandamano ni kuzuia sababu iliyoyasababisha. Tafuta kilichosababisha haya ni nini, kishughulikie. Sasa watu wasikilizwe na inapobidi wabembelezwe. Nchi hii ni yetu wote. Nawatakia siku njema sana na Mungu aendelee kuibariki Tanzania.